Ni katika mkutano huu kamati kuu ya Chadema ilijadili hotuba ya mwenyekiti wa ile iliyoitwa Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, aliyewasilisha mnamo tarehe 23 Aprili 2026 kwa Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mtawala wa mababu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Kamati kuu inakumbusha kuwa kuanzia miaka 2021, mara tu baada ya Samia kuingia madarakani, vitendo vya utekaji na ubabikiaji wa kesi za jinai kwa wanaharakati na wanasiasa vyama vishindani ulianza kwa nguvu, ikiwemo kushikwa na kushtakiwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, kushikwa na kupotezwa kwa Deusdedith Soka na wenzake wawili, kutekwa na kuuawa kwa mzee Ali Kibao, kutekwa na kuteswa kwa kutupa katika hifadhi ya taifa ya Katavi kwa ndugu Edgar Makabela maarufu kama Sativa, kutekwa na kupotezwa kwa ndugu Mdude Nyagari, ndugu Shedraki Chaula, ndugu Makaswahili, na kutekwa na kupotezwa kwa Barozi Humphrey Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Matendo hayo machafu yalifanywa hata kwa kimataifa ya vijana Agosti 12, 2024, ambayo Chadema ilipanga kuyaadhimisha mkoani Mbeya. Siku moja kabla ya hiyo, viongozi wa Chadema walivamiwa, kupigwa na kuumizwa vibaya na kuondolewa mkoani Mbeya kwa nguvu. Hapakuwa na hata kosa walioambiwa kufanya, ila kisingizio kisichokwisha cha taarifa za kiintelijensia. Uovu huu uliendelea mara baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 Aprili 2025 kule Mbinga mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi na kwa kushirikiana na uongozi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu bila sababu yoyote ile ya msingi, ila kwa lengo la kufanya uovu mkubwa, kuanzia tarehe 24 Aprili 25 waliozuia wananchi kuhudhuria kesi ya ndugu Lissu na wakataka kuendesha kesi zake mbili za jinai kwa njia ya mtandao. Wanachama na viongozi wa Chadema waliofika mahakamani hapo walishikwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana, na wengine walifanywa matendo ya udhalilishaji kingono. Aidha, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda, Boniface Mwangi na Agatha Atuwaire, walichukuliwa kutoka vyumbani mwao katika hosteli ya Serena Dar es Salaam na kupelekwa kituo cha kati au kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye walifanywa matendo ya kinyama, ikiwa pamoja na kulawitiwa na kuingiliwa kinyume cha maumbile, na baadaye kutupwa mipaka wa nchi zao na Tanzania. Kwa kutimiza nia yao ovu, mnamo tarehe 12 Aprili 2025, mkurugenzi wa uchaguzi wa ile itwayo Tume Huru ya Uchaguzi, Khairima Ramadhani, alitangaza kuwa Chadema haitashiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 kwa vile haikusaini fomu za kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tume hiyo ilitaka zisainiwe na vyama vyote tarehe hiyo, licha ya ukweli kuwa kanuni hizo zilikuwa zinaanza kutumika siku moja kabla ya tarehe ya uteuzi wa ugombea ambayo ilikuwa ni mara baada ya kuvunjwa kwa bunge mwezi wa 8 2025. Kamati kuu imetilia maanani na inapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mnamo tarehe 30 Aprili 2025, Padri Dr. Charles Kitima, katibu mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa na kupigwa na kuumizwa vibaya sana akiwa ameenda uani katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki Teki kule Kurasini, Dar es Salaam. Polisi bila haya wala soni wakasema kuwa alikuwa amepata kinywaji. Hadi leo hii haujachunguza uharamia huo na nani alimpiga au kumfanyia matendo hayo machafu. Mambo yaliishia hapo. Si hapo tu, mnamo mwezi Septemba 2025, Padri Jordan Kibiki wa Jimbo Katoliki Mafinga alitekwa, na baadaye jeshi la polisi lilisema kuwa alijiteka kwa kuwa alikuwa na madeni. Ukweli ni kuwa alitekwa na kufanyia vitendo vya kinyama sana, na baadaye kutupwa Mbalizi Mbeya, ambako eti ndipo alipokutwa. Aidha, Padri Camillus Nikata alitekwa na kuteswa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma. Alipatikana kwa jitihada kubwa sana za Kanisa Katoliki Jimbo la Songea, Teki na Wasamaria Wema. Lakini jeshi la polisi alikuona shida kusema kuwa lilipomhoji alikuwa alikabiliwa na msongo wa mawazo na madeni. Aidha, mtawa mtarajiwa kandidati Vestina Shikawa naye alitekwa na kufanyiwa udhalilishaji kule Mwanza, na hadi hivi sasa hakuna uchunguzi wote ulifanywa zaidi ya kukejeliwa na jeshi la polisi. Hayo yote hayakutosha, kwani mnamo tarehe 2 Juni 2025, msajili wa vyama vya hiari na kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani alitangaza kufuta usajili wa Glory of the Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima. Askofu Gwajima alikuwa mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM. Alikuwa ametoa hotuba kama raia akipinga utekwaji na upotezaji wa watu. Badala ya kupongezwa kwa kupinga vitendo hivyo, kanisa lake lilifungiwa na jitihada za kupata utatuzi mahakamani zilikwama
kwani kesi yake ilifanywa kila aina ya danadana ili kumkomoa yeye na waamini wake. Tarehe 5 Agosti 2025, Luhaga Joelson Mpina aliyekuwa mbunge wa CCM Kisesa aliyehamia ACT Wazalendo na kupendekezwa na chama hicho kuwa mgombea wake wa urais, aliwekewa kila aina ya vikwazo, na licha kushinda kesi Mahakama Kuu bado alizuiwa kushiriki na tume hiyo isiyo huru ya uchaguzi kutokana na pingamizi la mwanasheria mkuu ambaye ni mteule wa Samia Suluhu Hassan. Alipokwenda Mahakama Kuu tena, jitihada zake zikagonga mwamba na alipokata rufaa kabla ya uchaguzi huo, hadi leo hii rufaa yake ipangiwa wala kusikizwa na mahakama ya rufaa. Aidha, kamati kuu inasema uovu huu uliendana sambamba na kuiwekea zuio Chadema mnamo Juni 10, 2025, ndipo Chadema ikafungiwa na kunyimwa haki yake ya kufanya siasa. Licha waramu wa amri hiyo, viongozi na wanachama wa Chadema waliitii na kusitisha shughuli zao zote za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kesi hizo mbili, kesi na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Hii haikuzuia jeshi la polisi mnamo tarehe 22 Oktoba 2025 kumkamata na kumshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, Mheshimiwa ndugu John Heche kwa siku 21. Hii iliendana na kuwashika na kuweka mahabusu na viongozi na wafuasi wengi wa Chadema katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Kamati kuu inasema mlolongo huu wa vitendo hivyo haramu vilivyotajwa hapo juu ambavyo vilitekelezwa na CCM chini ya John Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan, wazi kuwa mtu mwenye akili nzuri na timamu kuwa tatizo hapa ni Samia Suluhu Hassan, CCM, polisi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mahakama, msajili wa vyama vya siasa, TAKUKURU, uhamiaji, jeshi la wananchi wa Tanzania na vyombo vya habari huru na binafsi ambavyo viliamua kushirikiana kuhakikisha kuwa Samia na CCM wanabakia madarakani kwa namna yote ile. Matendo haya yote maovu ya CCM na Samia yasingeweza kuachwa na tume makini na yenye uweledi na yenye nia ya dhati ya kufahamu chanzo cha kweli cha mauaji hayo haramu ya kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025 kuwa ndiyo chanzo kikuu cha maandamano ya vijana hao wazalendo.